السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bitawfiki llahi tabaraka wa taala wa kudratihi wa mashiati, tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri. Tulimalizia waqala abul aliyati yatabadali ashiddata birrakhai, katika kauli yake tulipita kauli yake Allah tabaraka wa taala, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum dar albawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Abul Ali akasema tabadali ashiddata bilakhai, badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum dar albawar. Yeye ikazungumza bil ikhtisari, wamebadilisha wakachukua shida wakaacha kilichokuwa cha raha. Tulitoa sehemu katika tafsiri kuwa ahalu qaumahum, wanaozuni wamesema anzalu qaumahum dara albawar, katika nyumba ya maangamizi. Wale nani? Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra, wale ambao walibadilisha neema ya Allah tabaraka wa taala wakakhiari ukafiri. Wa ahallu qaumahum, kisha waanzalu qaumahum dara albawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Suratu Ibrahim. Tumeshapita hichi kipengele bila shaka katika darasa iliyopita, na tukasema waqala abul aliyata yatabadali ashiddata birrakhai. Tukumbuke kuwa tunaendelea kuelezea mengi kuhusiana na yale yanayohusiana na miongozo ya dini. Allah tabaraka wa taala akitutajia habari za Bani Israila, lakini vile vile kwa sasa tumekuwa tukitaja tena aya nyingine zinazohusu mambo mengine, kana kwamba kuhusiana na Bani Israila. Sasa tumekuwa tunaacha baadhi ya wakati, tunaingia katika maudhui nyingine, lakini bila shaka tutarudi mpaka asili ya kupatikana Bani Israila. Vile vile tutaiona katika sura Al-Baqara. Tukiangalia tupo katika aya 109, kauli yake Allah tabaraka wa taala, wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tupo katika kauli yake Allah tabaraka wa taala, wadda kathiru min ahli alkitab. Hichi ni kifungu cha aya kuanzia 109 mpaka 110, na kwa sababu kitatolewa uchambuzi kitaratibu, sisi tutakuja katika maelezo. Aya ya 109 tumeshaisoma. Ya 110 yasema waqimu salata wa atu zakata wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir. Annahyu an suluki tariqati ahli alkitab. Hapa kuna annahyu. Annahyu maana yake ni katazo. Annahyu maana yake ni shunu, maana yake ni katazo. An suluki tariqati ahli alkitab, katazo kutokana na kushika njia ya watu wa kitabu. Wale watu wa kitabu ambao ni Mayahudi na Manasara, kuishika njia yao kuna katazo hilo. Yuhadhiru taala ibadahu almu'minin, Allah tabaraka wa taala anawatahadharisha waja wake waumini, an suluki tariqi al-kuffar, an suluki tariqi al-kuffar, kushika makafiri, min ahli alkitab, katika watu wa kitabu. Wayuallimuhum, lakini vile vile wayuallimuhum, anawafundisha wao, biadawatihim lahum fil batini wa dhahir. Wayuallimuhum, lakini yanawafundisha vile vile, biadawatihim lahum, kwa ule uadui wao kwa wao, yani uadui wa Mayahudi
kwa Waislam, uadui wa makufar kwa Waislam, fi albatini, ndani, wadhahiri, na nje. Kwa hiyo nje, ndani. Kitabu chetu ni Almisbahu Lmunir, na hii ni mukhtasari ya tafsiri Ibn Kathir. Bila shaka Allah awalipe kheri hawa ambao wamefanya ikhtisari kutuchagulia kile ambacho hichi sisi tunakiona bila shaka ni chepesi, halafu kina faida kubwa sana. Kumbe hizi ayati tunazozisoma zinakuwa zinalenga katika maudhui mbalimbali. Kama tunavyopita katika kila aya, kuna vipengele vinawekwa, yani kuna title, zile vichwa vya habari kwa ajili ya kuchambua maneno aliyoyazungumza Ibn Kathir yanalenga nini. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anawapa tahadhari waja wake waumini juu ya kuzishika njia za makafiri wa watu wa kitabu, na anawafundisha uadui wa hao makafiri wa watu wa kitabu ndani na nje. Wama hum mushtamiluna alayhi min alhasadi lilmuminin, wama hum mushtamilun, na kile ambacho wamekikusanya wao. Wama hum mushtamiluna alayhi, na kile walichokikusanya min alhasadi lilmuminin, kwa ile kuwahusudu nani? Waumini. Wana husda sana na waumini. Ma ilmihim, pamoja na kujua ma ilmihim, pamoja na ilmu yao, bifadlihim, juu ya fadhila zao, wa fadli nabiyihim, pamoja na kuwa hawa watu wa kitabu wanajua waumini wana fadhila, lakini na mtume wao vile vile ana fadhila. Haya yote wanayafahamu wao, waumini wana fadhila na mtume wao ana fadhila, lakini pamoja na hayo wanaofanyia hasad. Na hichi ni kipengele cha kujifunza. Hakuhusudu ambaye hafahamu neema uliyokuweko nayo, hakuhusudu. Kwa ina maana hasad ile, maadamu mtu kaona wewe una neema fulani, Allah tabaraka wa taala akakupa, hasadi itakuja kuihusudi ile neema. Kwa hiyo sasa hawa wanajua nyinyi mpo katika haki, nabii wenu ni wa haki, kitabu ambacho mmeteremshiwa ni haki. Ikiwa mtabakia katika haki, mtaingia katika pepo, na wao hawana, kwa sababu wao katika sharut walizokuweko nazo, anapokuja nabii katika maambia, haya masharti wamepewa mpaka mitume wao. Wanachotakiwa watu ni kumsadikisha, wanachotakiwa watu kufanyaje? Ni kumsadikisha, basi wamsadikishe. Wanachotakiwa watu ni kumkubali yule nabii. Wanachotakiwa watu ni kuhakikisha kuwa wanafanya kile ambacho kaja nacho, na wasipofanya, hata kama walikuwa wana nabii mwingine kabla ya kuja huyu, madamu yule nabii kaja kubatilisha sheria zilizopita, kama alivyokuja Isa kwa wao, walitakiwa Mayahudi wamfuate Isa. Alipokuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walitakiwa wamfuate Muhammad. Sasa wanapokuwa hawamfuati, wanajua wanachokifanya habaa manthura, hakikubaliwi, ni sawa na vumbi tu, hakikubaliwi. Kwa hiyo ndio maana wanafanya hasad, kujua kuwa kwa nini nyinyi mmepewa mtume wa mwisho ambaye yeye ndo anakuja kukamilisha ile sheria yote, ile inakuja kukamilishwa kwake yeye. Kwa nini mkapewa? Hatutaki. Pamoja na kujua wale watakaomkubali watakuwa na fadhila. Wayaamuru ibadahu lmuminin, lakini Allah anawaamrisha waja wake waumini bisafhi walafwi walihtimal. Bisafhi walafwi maana yake kupotezea, kusamehe, walihtimal na kubeba maudhi. Sawa, alihtimal ni kubeba yale maudhi, mambo magumu haya, kwa sababu binadamu anaudhi. Yani mtu anaudhi mpaka kupitiliza. Yani unamkuta mtu ili aweze kuvumilia maudhi ya mwingine, akose usingizi, aliye tu. Kuna wengine wakishaudhiwa sana, anakwenda mtu chooni analia, jambo ambalo vile vile ni kosa, sababu anaweza kutoka chooni akawa tayari kashambatana na shetani. Sallallahu alaihi wasallam. Mwingine anakaa kwenye kipembe, mwingine anachimba shimo, alafu analelekea lile shimo lile, analia bila malalamiko yake yote. Hayo yote yanafahamika, bali wengine wametoa miongozo hiyo. Wewe tia ndoo katika maji, kisha weka uso wako, yaambie yale maji machungu yako yote. Ukimaliza moyo wako utakuta uko potani. Hii ni mifumo psychologically imetolewa miongozo ambayo sisi tumewahi kusikia juu ya shimo, mtu kuchimba shimo halafu analizungumzisha anavyotaka, analilaumu, analigomba.
ili ajizuia si akamlaumu fulani akamgomba fulani. Alihtimal ni kubeba maudhi. Sasa hawa watu wa kitabu walikuwa wanamuudhi mtume sana, na ndio maana baadhi ya wakati wanakuwa wako na masahaba, basi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuja na kipando chake, basi Abdullah ibn Ubay ibn Salul anabana pua kwamba kipando kinanuka na hivi, yani walikuwa wanaonyesha kejeli ya kupitiliza. Waumini wanaudhika, lakini wanaambiwa alihtimal ni kitu muhimu kwa waumini, kwamba wanaambiwa subira, subira, subirieni hata yati amrullahi min annasri, mpaka ije amri ya Allah juu ya kuweza kuleta nusra walfathi na ushindi. Wayamuruhum biiqamati salati, na alikuwa akiwaamrisha juu ya kusimamisha sala, wa itai zakati, na kutoa zaka. Wayahithuhum ala dhalika, na alikuwa akiwahimiza katika hilo. Wayuraghibuhum fihi, na alikuwa akiwaraghibisha vile vile. Warawa Ibnu Abi Hatim, amepokea Ibnu Abi Hatim an Abdillah ibni Ka'b ibni Maliki, kutoka kwa Abdillah ibni Ka'b ibni Maliki, anasema anna Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudiya kana sha'ira. Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi alikuwa sha'ira, alikuwa ni mshairi ambaye huyu ni Myahudi. Sawa, tunataka kuona tu sehemu katika picha ya maudhi. Wa kana yahju nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anatoa mashairi ya kumtusi, kumdharau, kumkejeli, kumtukana, kumshambulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wafihi anzala Allahu, na kupitia ye Allah tabaraka wa taala akateremsha aya, wadda kathiru min ahli lkitabi lau yaruddunakum ila qawlihi fa'fu wasfahu. Pamoja na maudhi wanayoyafanya, sisi tukapewa mwongozo wa kusamehe, na hili jambo hili tunatakiwa sisi tuliandikie tarehe. Yani kuanzia leo darasa zetu sisi tujifundishe kusamehe. Yani maudhi yamefanywa, unachukulia unampa udhuru waliofanya, watu wanakwenda mbele, kuna mafanikio makubwa. Miongoni mwa athari za kuweka maudhi katika moyo, yanatia wasiwasi, yanaleta chuki, yana kunyima wewe haki au yanamnyima mwingine haki yake, yanavuruga maendeleo. Kwa hiyo kuna kitu kingi ambacho anayeweka chuki katika moyo kinamtokezea. Kuna kitu kingi sana, mwenye kuweka chuki katika moyo lazima kitokeze. Kwa hiyo njia ni moja tu, njia ni moja, na moja yenyewe ni mtu kuhakikisha kuwa anasamehe. Yani sote ni wagumu. Mpaka leo unaweza kukuta kuna watu wametuudhi asubuhi, halafu tukaona kuwa hawa wametuudhi na kuwasamehe, yani huyu natamani nimpate nimfanye hivi, piga mikwaju, piga makonzi, piga vibao haya. Lakini sasa unapokuja katika nidhamu ya kusamehe, hata watoto unapowalea nyumbani, ukawa ni msamehevu sana, wallahi lile linarithisha huruma na mapenzi. Yani jambo la kusamehe, kinyume na ghadhab, kinyume na kufanya intiqam, kumwadhibu mtu, basi kinachokuja ni huruma na mapenzi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kataka Mtume sallallahu alayhi wasallam na waumini wasamehe, kwa sababu natija ya kusamehe ni Allah kuleta mapenzi. Sawa, Allah subhanahu wa ta'ala anapoleta mapenzi katika nyoyo na huruma, basi maana ule usamehevu unakuja. Kwa hiyo tujitahidi sisi wanafunzi wawasamehe walimu, walimu wawasamehe wanafunzi, wale watu waliokuwa katika ndoa, mke amsamehe mume, mume amsamehe mke, na mambo mbalimbali. Na bila shaka hivi vitu vyote vina asbabu ambazo hizi asbabu zikipatikana, basi fabiha wa neema. Hazikupatikana, basi inabidi mtu ajitahidi kuingia katika stepu iliyokuwa ya nguvu zaidi. Akihisi huyu ili anisamehe, nikae naye, nile naye, basi maana yake anaweza kutumia hiyo njia na ili aone nimemsamehe, nikae naye, nile naye. Na akihisi hakuna hiyo njia, basi ina maana atamsamehe tu na kumdhihirishia furaha, mambo yanakwenda. Kwa hiyo huu mfumo wa maudhi na msamaha, tunaweza kuchukua hii fikra kuipeleka katika jamii, lakini vile vile haiachi kuingia katika ndoa, kwa sameheana mke na mume kwa maudhi ambayo yanajitokeza mara kwa mara. Kwa hiyo wamesema maulama wa tafsiri, al-ibaratu biumumi lafdhi la bikhususi sabab, mazingatio kunapokuja aya ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, inapoteremka aya yoyote ile unayojua wewe
Maana yake alibratu biumumi lafdhi la bikhususi sabab, mazingatio ni kwa ujumla wa tamko. Tamko limekuja, kuna watu hawapendi kukuona upo katika kheri, kuna watu kadha, kisha ukaletewa mjumuiko wa maudhui katika ayati zile, mwishoni ukaambiwa faafu wasfahu. Sisi kama tulikuwa hatufahamu, kama tulikuwa hatujazingatia, kuanzia sasa tunatakiwa tuweke nukta kuwa madamu Allah kasema hawa wanakuudhi, hawa hawakupendi, hawa wana changamoto, lakini wasamehe. Wallahi kuna kheri kwenye kusamehe, na ndiyo maana Allah akasema faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim. Ile kusamehe, yule mtu ambaye ana uadui utakuja kumkuta baadaye kana kwamba nyinyi tayari ni vipenzi wa kupitiliza, kwa sababu mapenzi yatakuja baada ya kuwa tayari kumetokezea fursa ya shetani kuingiza sumu katika mioyo, halafu nyinyi mkafunga mioyo yenu shetani asiingize sumu yake. Kwa hiyo mkaziba kwa msamaha, mkaziba kwa kusameheana, mkarejesha huruma na mapenzi baina yenu. Lakini hapa vile vile kuna nukta iko, kwani hawa ambao wamuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallama, hawa ni akina, sio walikuwa makafiri hawa? Na kuna kauli yake Allah tabaraka wa taala, Allah asema la tajidu qauman yuminuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadda Allah wa rasulahu. Sisi tulipozungumzia mapenzi tumekusudia hasa kwa ajili ya wale waliokuwa waumini. Ama wale ambao si waumini, fursa yetu sisi ni kuwasamehe, na wakati tunawasamehe ni katika sura mbili. Sura ya kwanza kuzuia shari zao, kwa sababu lau kama sisi hatuwasamehe na wao wanatufanyia vituko tukapambana, wenda katika wakati ule sisi ni madhaifu kuliko wao, maana yake yakatokezea mengine madhara makubwa. Na ahlulilmu wa usuli wasema irtikabu dhararaini au la lidafii adharihima, kunapokuwa kuna madhara mawili bora kuondoa dhara kubwa zaidi. Tupige mfano katika mazingira ya kirafiki na ndoa. Kirafiki, mimi na fulani tunafanya biashara kwa pamoja, lakini kwenye biashara ile tukazozana katika kipato, kwamba mimi nimechukua 1,500,000, wewe chukua 1,000,000 kwa sababu mimi nina matatizo fulani. Akasema hapana, hata mimi mwenyewe nina matatizo, kwa nini chukua 1,000,000 uchukue 1,150,000? Watu wakapapurana, wakagombana, mali ikagawiwa. Mali yenyewe ilikuwa na thamani ya 1,150,000. 750,000 hata ukipewa hauwezi kuanzisha ile biashara ambayo ulikuwa uko nayo na mwenzako. Wakati mnafanya biashara mlikuwa mna uwezo kwa kubudget ndani ya miezi mitatu, kila mtu akapata biashara yake. Kwa hiyo madamu ukifikiria uko na madhara makubwa ni sisi kutenganika, basi ina maana lazima wewe ukubali kwa ile 50,000 mimi niigawe, yeye apate 25 na mimi 25, matatizo yangu nitakopa kwa ajili ya kuzuia madhara makubwa zaidi. Na katika ndoa, baadhi ya wakati mwanamke anapopewa sharti na mume, ukitoka basi maana yake ndo talaka. Mfano, mwanamke akapewa sharti, halafu mwanamke akajikuta ile harusi ni ya kwao na mambo gani, na yeye ndo mtu mzima wa kufundisha, sijui kufanyaje, lakini kapewa sharti na mume, anatakiwa kufikiria irtikabu dhararaini au la lidafii dharihima, kwani yeye akiwa hajenda kwenye harusi kutapatikana madhara, ndio huenda mdogo wake asipate furaha, huenda watu wakamuona hivi na hivi kwa sababu yeye ndo dada mtu, lakini haya madhara madogo kuliko kuvunja ndoa. Ndoa ni kazi ya wale viongozi wa kisheitani, ndo wanafanya kazi ya kuvunja ndoa, na Iblisi huwakaribisha kwa sababu wamevunja ndoa. Kwa hiyo kuvunja ndoa ni kosa kubwa sana. Basi kaa ndani, mwanamke, bakia ndani, kubali ulichoambiwa, kwa sababu madhara makubwa. Sasa nidhamu hii sisi lau kama tunaitumia kwenye maisha, kila nukta irtikabu dhararaini au la lidafii dharihima, kunapokutana madhara mawili, bora tuondoe lile kubwa zaidi, ndio tutajua kuwa alipoambiwa Mtume fa'fu wasfahu, watu wasamehe, ni kwa sababu lau kama wasingalisamehe Waislamu wakapambana na Mayahudi, kwa sababu wanasema punda ananuka kitu kadha kadha, basi wangalijifunza Waislamu wa wakati ule ukakasi, wangalijifunza changamoto. Na Mtume katika jambo ambalo alikuwa akilijitahidi nalo sana, kuwafundisha huruma na utulivu na busara katika kuyatatua mambo hata kama yana madhara. Ukisoma hadithi, alipokuja Arabi fabala fi taifati lmasjidi, akakojoa ndani ya msikiti. Katika musnad ya Imam Ashafii imekuja riwaya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema bashiru wala tunafiru, yassiru wala tuisiru, innama bu'ithtum muyassirina walam tubu'ithu mu'assirin, au kama jaa fi al-athar.
bashiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Mwanzo imekuja yasiru wala tuasiru, bashiru wala tunafiru. Kwa hiyo yasiru wala tuasiru, fanyeni wepesi katika mambo yenu, msifanye uzito wakati mwatatua, wakati mwashughulikia mambo, msifanye uzito, tumieni njia nyepesi. Bashiru wala tunafiru, wabashirini watu yale mambo ya kheri, wala msiwakimbize. Innama buithum muyassirina walam tubaithu muassirin, nyinyi mmetumwa muyassirina, muwe wepesi katika mambo, wala hamkutumwa muwe wazito. Kumbuka kuwa hizi nukta zote ni Mtume aliwazuia wale masahaba wasimdhuru yule Arabi, na kweli watu walikuwa tayari washanyanyuka, yatanawalunahu, mmoja anamshika anavutiana na huyu Abdullah, la msifanye, alafu akawapa mwongozo. Basi huu mwongozo ni kwa waumini na wasiokuwa waumini. Kuna nukta, faafu wasfahu hata yaati Allahu biamrihi, Allah ana jambo lake litakuja. Itakapopatikana nusra, kukaekwa vidhibiti, ni sawa na mtu kuwa yupo katika nyumba yake, asiingie mtu ambaye hahusiani na familia yangu. Atakaingia nitamtandika, alafu akaingia mtu ukampiga, atakulaumu kwa sababu Allah kashakupa nguvu. Kwa hiyo na wao waliambiwa sameheni mpaka itakapofikia wakati umeshaeka nidhamu na taratibu. Atakayezifanya kuna hukumu za kisheria, basi maana yake hapa msimu kasema tunasamehe. Na ndio maana wale waliokuwa na kwenda kwa Mtume baada ya kushtakiwa na ndugu zao, halafu mtu anasema nishamsamehe, alikuwa kaiba, nishamsamehe. Mtume alikuwa anasema maadamu kushaleta kesi hapa, hakuna msamaha. Ukishaleta kesi, ina maana inahukumiwa, musamehe, yani uko majumbani pakuibia, msamehe huko, lakini ukishakuja hapa hakuna msamaha. Kwa nini? Kwa sababu tayari amri ya Allah, kuna mambo yashatokezea pale. Kwa hiyo sisi tuelewe vizuri, hawa Mayahudi walikuwa na maudhi, lakini sheria ilitaka wao waamiliwe muamala ambao utawarakibisha wengine, wasione Muhammad yuko Madina anaua tu, Muhammad yuko Madina anatesa tu. Hili lingekuwa ni tamfir, wangalikimbizwa wengine. Kwa hiyo ndio maana Mtume akapewa hikma, ebu wewe kuwa na subira, ebu wewe samehe, na wale waumini wafuate nidhamu hiyo. Watu wa kando ya Madina wajue kwamba Madina ni sehemu ya utulivu, sehemu ya dini, ya akhlaq, ya ibada. Hili ndio jambo la msingi. Siku Allah akiwapa nguvu, mkawa mna sheria ya Kiislamu, mkaweka nidhamu na taratibu, yoyote ambaye atakhalifu ile sheria atasimamishwa hukumu kwa nidhamu ya kisheria, sio kwa sababu mna nguvu. Lazima ili jambo lifahamike. Mustashirikuna wanaweza kuleta fikra, wale wanaosoma dini kwa ajili ya kuiharibu, kwamba Waislamu wanapopata uongozi wanakata watu mikono, wanaozini wanawapiga mawe kwa sababu wana nguvu. Hapana, sio kwa sababu Waislamu wana nguvu, kwa sababu ndiyo sheria. Lakini nguvu ni wasila. Nguvu manake ni miongoni mwa vyanzo vya kusimamisha ile sheria. Kwa hiyo nguvu isiyo kama ndiyo ghaya, manake ndo last point, isiwe kuwa nguvu ikipatikana tushafanya chochote. Hapana, bali ilmu ikipatikana sisi tunaweza kufanya chochote, kwa sababu tutatumia ile misingi ya kiilmu. Kwa hiyo lazima haya mambo yafahamike vizuri, kwa sababu wako watu ambao sasa hivi wanaamiliana, wapo katika miji, makafiri ni wengi, Waislamu ni wachache. Sasa wanatakiwa kuweza kuyazingatia haya vizuri, hizi steps ambazo Allah katuelekeza juu ya kupokea maudhi ya wasiokuwa Waislamu, halafu na sisi kuwasamehe wao. Na kwa nini tuwasamehe? Tageti yetu ni ipi? Ni nukta za msingi kuzifahamu. Waqala Adhahaku an Ibni Abbas, Adhahak asema kutoka kwa Abdullah ibn Abbasi, anna rasulan ummiya. Hebu angalia hii nukta ya msingi. Adhahak apokea kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas anakuja na challenge hapa, inazungumza nukta yasema hivi, anna rasulan ummiya, kwa hakika rasul. Rasul bimaana ni munu, yani rasul. Rasul maanake ni mjumbe, sawa, ambaye ummia, hajui kusoma kile kilichoandikwa, hafahamu. Yukhbiruhum bima fi aidihim min alkutub, halafu anawakhabarisha, anawajulisha wao kile kilichokuwepo katika vitabu vyao. Fi aidihim, walichokuweko nacho katika mikono yao, min alkutub, katika vitabu. Warusuli, na mitume, wal ayat, na aya mbalimbali. Yani huyu ni nabii ambaye hajui kusoma, lakini anawataarifu wao na kuwajulisha mambo ambayo yapo ndani ya vitabu vyao, mitume wao, bali kile kilichozungumzwa katika vitabu vyao, bimaana min alkutubi warusuli walayati. Thumma, kisha, yusaddiqu bidhalika kullihi mithla tasdiqihim,
si kuwa tu anawahabarisha, bali anasadikisha vile vile kwamba hichi kilichokuja ni kweli. Yani ye anawapa taarifa juu ya habari zilizotokezea kwa Bani Israila na mambo ambayo hakuna Myahudi mpaka leo asema kuwa hawakuwahi kuabudia kigombe. Bahari haikupasuka, hawezi. Walakinnahum, lakini wao, jahadu dhalika kufra. Jahadu bimaana wamekataa dhalika, jambo hilo, kufran wa hasadan wa baghya, kwa sababu ya ukafiri, hasadan kwa sababu ya hasadi, wa baghyan kwa sababu ya chuki na dhulma, au kufran hali ya kuwa wameingia kwenye kufru, wa hasadan hali ya kuwa wana hasadi, wa baghyan na hali ya kuwa tayari wamenuia na wakaingia katika dhulma. Walidhalika qala Allahu taala, Allah akasema, kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, hawa wamepinga, lakini wallahi hakuna kilichowapelekea wapinge zaidi ya kufru na hasad ambayo ipo katika nafsi zao baada ya kubainikiwa na haki kuwa huyu ni nabii, alama zipo, kitabu ipo na kila kitu. Yaqulu min ba'di ma adaa lahum lhaqu, yaqulu, Allah asema kwa nini hawa yani wakapinga kwa sababu ya hasad na kufru. Wakati gani? Min ba'di ma adaa lahum lhaq, baada ya kuwa haki tayari imeshawaangazia wao, washajua hii ndo njia sawa na hii sio, wakaacha kilichokuwa cha sawa, wakachukua batil. Walam yajhalu minhu shay'a, hakuna kitu ambacho hawajakifahamu katika njia ya haki. Walakin alhasada, lakini hasadi, hamalahum ala aljuhudi, ndo ilowapelekea wapinge. Haya mambo ni muhimu sana kuyazingatia. Baadhi ya wakati hasadi inampelekea mtu kufanya nini? Kupinga kile kilichokuwa cha haki. Kwa hiyo anasema fa'ayyarahum wa wabakhahum, akawagombeza, wa'ayyarahum, lakini vile vile yani ayyara na wabakha, maanake kugombeza na kumwambia maneno mabaya mwingine. Walamahum, na akawalaumu, ashadda almalamati, lawama kubwa sana. Yani Allah tabaraka wa taala kawazungumza Mayahudi kwa vikali kwa sababu ya kile walichokuwa wakikifanya. Ndio maana akawaeleza, nyinyi mligeuzwa kima, nyinyi. Wa sharaa linabii sallallahu alayhi wasallam wa lilmuminin, na akaweka kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kwa waumini, ma hum alayhi min at-tasdiq wal iman wal iqrar bima anzala Allahu alayhim. Wa sharaa, Allah akaweka sheria kwa mtume wake na kwa waumini, ma hum alayhi, kile walichokuwa nacho wao, min at-tasdiq, wasadikishe, wal iman, na wakiamini, wal iqrar, na wakiri, bima anzala Allahu alayhim, Allah alichokiteremsha juu yao, kwamba mitume walikuwa iko nao, Taurat ni kitabu cha Allah, Injil cha Allah na kadha. Kwa hiyo waumini wakawekewa sheria, wakubali kile ambacho wako nacho na kile ambacho kimeteremshwa kwa wao. Wama anzala min qablihim, au hii wa sharaa li nabii sallallahu alayhi wasallam walilmuminin ma hum alayhi min at-tasdiq wal iman wal iqrar bima anzala Allahu alayhi, yani waumini waamini kile ambacho kimeteremshwa kwa wao waumini. Wama anzala min qablihim, na kile Allah alichokiteremsha kabla ya kuja wao, yani kuja mtume sallallahu alayhi wasallam, bikaramatihi wa thawabihi aljazili wa maunatihi lahum, kwa Allah ikaramu yake na thawabu zake nyingi, aljazil bimaana nyingi, wa maunatihi lahum, na ile Allah tabaraka wa taala kuwasaidia wao. Kwa hiyo waumini wakawekewa nidhamu, wakubali, wakiri, Allah tabaraka wa taala atawakirimu, atawalipa na atawasaidia. Waqala Arabi ibn Anas, Arabi ibn Anas yasema, min indi anfusihim, kutoka katika nafsi zao. Kija hii aya, huenda tumekuja kwenye nukta hii, wadda kathirun, huenda neno wadda kathir hatukutafsiri min ahli alkitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Allah tabaraka wa taala kazungumza haya maneno, na tulisema tutaelezea hapo mbele, lakini alajab ni kuwa ndani ya maelezo ndo kumeelezewa hicho ambacho kiko hapo. Kwa hiyo talazimu sisi tuelezee maana ya hii aya
wadda kathiru min ahli lkitabi. Sawa, wadda kathirun bimaana tamanna, wadda makusudio yake ni tamanna. Kathiru min ahli lkitabi, kathir min ahli lkitabi, ahlu lkitabi bimaana alyahudu wannasara. Sawa eh? Kwa hiyo wadda kathirun aitamanna kathirun min ahli lkitab, kwa sababu naona baadhi ya ayati zinakuja neno baada ya neno, lakini hapa kuna baadhi ya maelezo na yakuta yapo, mengine yanakuja katika sura ambayo bora tufasiri aya kisha baadaye tutakuja katika uchambuzi wakati tumeshaifasiri ile aya hii, na nyingine tulikuwa tunazikuta tunakuta tafsiri yake ndani ya maelezo, lakini hii nimeona kumekatwa baadhi ya mambo. Sasa tutachukua mfumo huu katika tafsiri zijazo, wa tutafasiri aya. Baada ya kufasiri aya kama ilivyo, kisha baadaye ndo tutakuja kuisoma tena aya na maelezo yaliyokuja katika tafsiri ya Al-Misbah Al-Munir, ili wakati tunaingia kwenye maelezo kila mtu awe anafahamu kile kilichozungumzwa katika aya. Kwa hiyo wadda bimaana tamanna, kathiru min ahli lkitab, wengi katika mayahudi na manasara. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, wanatamani lau angaliwarejesha min ba'di imanikum, baada ya kuamini kwenu, kuffara, muwe ni makafiri. Hiyo nyinyi sasa mshakuwa makafiri. Tumeelewana vizuri eh? Hasada min indi anfusihim, hasad ya kile kilichokuwa katika nafsi zao, chuki, choyo, ile kupinga kwao haki, kwa sababu tu hasada min indi anfusihim, ya ile hasadi ambayo ipo katika nafsi zao. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akasema, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, wanatamani hilo baada ya kuwabainikia wao haki ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayari washafahamu haki, basi wao sasa ndiyo wakatamani nyinyi mngaliacha ile haki kama walivyoiacha wao, kisha nyote mwelekee katika batil. Allah tabaraka wa taala akasema, fa'fu wasfahu, bimaana enyi waumini, fa'fu ayuha lmuminuna min af'alihim, sameheni vitendo vyao, watajawazu an jahlihim, wasfahu bimaana nyinyi mnachotakiwa, fa'fu sameheni wanachokifanya, wasfahu tajawaz bimaana fanyeni kana kwamba nyinyi hamuyaoni. Tumeelewana vizuri yale yanayotokana na wao kutokana na ujinga wao, wasuu ma fi nufusihim, na kile kilichokuwa katika nafsi zao, fanyeni kama hamuoni. Kisha akasema hata yati amrullah, mpaka itakapokuja hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amr hapa bimaana hukumu, kile atakachokea hukumu Allah, kama ambavyo tulipita ikitokezea Waislamu wamepata tayari nguvu ya kusimamisha sheria yao, basi kisha mtu akafanya jambo ambalo hakuna budi kumsimamishia hukumu na wala hakuna tatizo, tofauti na mwanzoni mtu anayemuudhi mtume watu walikuwa wanatakiwa wanasubira, lakini sasa hivi akimtukana mtume sallallahu alaihi wasallama kama mamlaka Arabia Saudia ni hukumu nyingine. Hata Sudan, wakati sisi tupo, kuna mtu mmoja alizungumza maneno mabaya, basi maana yake watu waliandamana kwamba huyu asimamishiwe hukumu ya kuuliwa. Ilikuwa Sudani wakati ule, simtaji jina kwa sababu huyu mtu bado yuko na anafanya harakati zake, lakini watu walisema huyu hafai kwa sababu alizungumza maneno yenye ishara ya matusi wao walivyokuwa wakifasiri, au maneno ya kejeli au maneno ambayo si mazuri kwa mtume. Kwa hiyo kwa Sudan kwa wakati huo ilikuwa tayari kuna nguvu, lakini nguvu yenyewe ishapotea. Kwa hiyo zile serikali ambazo watu wake bila shaka asilimia kubwa wapo katika nidhamu ya kutekeleza baadhi ya mambo ya kisheria ya Saudia, wakati huo ilikuwa Sudan. Hata kama kwa asilimia ambazo sisi hatujui na sehemu nyingine, ina maana anapotusi mtu kumtusi mtume kama walivyokuwa wakimtusi kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sasa hivi anasimamishiwa jambo jingine. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, bila shaka Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu yeye ni muweza. Kwa hiyo ilipokuja amri ya Allah tabaraka wa taala kuwa tayari sasa Waislamu wana nguvu, wanasema ahlul ilmi, wakati Waislamu wameuchukua mji na wana nguvu sasa, waqad ata amrullahi hadha wa hukmuhu, amri ya Allah ilikuja kweli na hikma yake. Hayo maneno hayapo hapo haya maneno nayasoma katika tafsiri inaitwa Al-Mukhtasar fi tafsiri al-Qur'an al-Karim, ndio nasoma haya maneno, yani Al-Mukhtasar fi tafsiri al-Qur'an al-Karim ndio tutaitumia
kusoma maana ya aya, halafu Almisbahul Munir tutaendelea kutoa maelezo, kwa sababu sasa hivi itabidi tuwe na mfumo ambao kabla ya kuisoma aya kiundani, tunaisoma aya neno maana na kuielewa. Kwa hiyo anasema hii amri ya Allah, fa'fu anhum wasfahu, ya la fa'fu wasfahu hata yati Allahu bi amri. Hii amri ya Allah ilikuja kweli na hukumu yake. Fakana alkafiru, wakati watu wamesha fanya jihad, wameshachukua mji katika miji, basi alikuwa yule kafiri yukhayaru baina alislami au daf'i aljizya au alqital, anachagua ima awe ni muislamu aslimu au alipie ushuru au mapambano. Kwa hiyo watu wanapoingia katika mji, Uislamu una nguvu, anaambiwa mwasemaji, ima muingie katika Uislamu au mulipie jizia au tuingie kwenye mapambano, tupambane. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, na ndiyo maana Allah juu ya kila kitu ni muweza. Fala yujizunahu, wakiingia kwenye mapambano hawawezi kumshinda Allah tabaraka wa taala. Wakikubali jizia wamekuwa ni madhalili, wakikubali Uislamu tayari wameshapata nguvu. Na hii ndiyo imani ya Muislamu anapokutana na mtu asiyekuwa Muislamu, ima aslimu wawe ndugu, ima atoe jizia awe dhalili, ima mapambano, na hawezi asiyokuwa Muislamu kumshinda Muislamu abadan. Hili ni jambo limehukumiwa hivyo. Hata kama watapewa ibtilaa Waislamu watashindwa hapa, lakini ushindi ule ni ushindi maana yake wa nukta, lakini ule ushindi wa ujumla watachukua tu na watakuwa na nguvu, kwa sababu jambo hilo limehukumiwa liko hivyo. Hawawezi wale wanaolingania shetani wakawa na nguvu hata siku moja, na ndio maana lile kundi la Allah tabaraka wa taala, wao ndo almuflihuna, watakaoshinda siku zote. Lakini ile kwamba hapa wamepigwa hapa wakashindwa, kama ilivyokuwa watokezea wakati wa Mtume. Alharbu ni masala ya vita, na Allah tabaraka wa taala wanaposhindwa waumini anakuwa kawapa mtihani, lakini Allah ana uwezo. Ndo maana akasema, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bialfin min almalaika, walipoomba waumini dua wakati wa Badiri, wakati wa vita, Allah tabaraka wa taala huleta jopo, kundi la malaika wakapambana na makafiri. Naye Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani asema yani hakuna anayefahamu majeshi yake isipokuwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo yeye ana uwezo wa kuamrisha mchanga ukameza wale makafiri, basi ndani ya nusu sekunde wakaisha wote. Lakini kwa nini wanapambana na waumini? Kwa sababu ibtila, kwa ajili ya kudhibiti imani ya waumini. Na nukta nyingine, tukumbuke kuwa maelezo yetu yana umuhimu. Kisha aqimu salata, Allah tabaraka wa taala akasema aqim bi maana tekelezeni sala, lakini hapa ahlul ilmu wakasema biakaniha, kwa nguzo zake, lakini vile wawajibatiha, na uwajibu wake, wa sunaniha, na sunan zake. Tushasema kuwa tunasoma tafsiri ya hii aya katika Almukhtasar fi tafsiri al-Quran al-Karim, na tutakuwa tunatumia kusoma tafsiri, kisha ndio tutakuja katika kutoa maelezo. Kwa hiyo aqimu salata, yani addu as-salata bi akaniha wa wajibatiha wa shurutiha, maanake tekelezeni ibada ya sala kwa nguzo zake, tekelezeni ibada ya sala kwa zile wajibati zake, tekelezeni ibada ya sala bila shaka kwa kile ambacho kuwa ni katika sunna zake. Kisha akasema wa akhriju zakata amwalikum. Allah aliposema wa atu zakata, bimaana wa akhriju zakata amwalikum ila mustahiqiha, toeni zaka za mali zenu kwa wale ambao wanastahiki. Wa atu zakata, bimaana toeni zaka za mali zenu kwa wale wanaostahiki. Sawa kisha Allah akasema wama tuqaddimu li anfusikum, wama tuqaddimu bimaana wamahma ta'malu min amalin salihin fi hayatikum, chochote mtakachokifanya kwa jitihada yote, kwa nguvu yote, kwa namna yote ile mtakavyotenda kwa ajili ya nafsi zenu, basi maana yake Allah tabaraka wa taala kasema mtakachokifanya katika maisha ya kidunia, vyote mtakavyofanya vile na mkakifanya hicho kitu kabla ya mtu kutoka roho, basi ina maana min khairi, katika mambo ya khairi, tajiduhu inda Allah, basi maana yake fatukadimuna qabla mamatikum khaira li anfusikum, hayo mtayakuta
mnayoyatanguliza kabla ya kufa kwenu, tajidu thawabahu inda rabbikum yawma alqiyama, maana yake tajiduhu inda Allah, mtakuta malipo yake mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama, mtayakuta mliyoyafanya. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema, inna Allah bima ta'maluna basir, Allah subhanahu wa taala bima ta'maluna basir, yani inna Allah bima ta'maluna basirun fayujazi kullan bi'amalihi, kile mnachokifanya Allah anakiona na atamlipa kila mtu kwa kile anachokifanya. Kwa hiyo inna Allah bima ta'maluna basir. Tukumbuke kwa nini tulisoma, tulikuwa tumeshafika mahala sawa, lakini sasa hapa ilianza waqala Arrabiu bnu Anas min indi anfusihim. Sasa sisi tulikuwa hatujasoma kwa sababu tulitarajia bila shaka kikawaida ya tafsiri yetu ni kuwa ile aya inatiririshwa kimaana. Kwa hiyo sisi tulitaka tuje na maana katika sura ile ambayo ipo katika siaki ya uzungumzaji, lakini kwa sababu haijaja neno neno, ingalikuwa kuna ugumu kwa mwanafunzi moja kwa moja kuweza kufahamu mantiki ya kile kilichozungumzwa au maana. Ndiyo maana tukasema turudi tusome aya hatua kwa hatua, hali ya kuwa kwenye kifungu cha aya kile tushajua tafsiri yake, ndio tuje kwenye maelezo. Kwa hiyo tumebakisha muda mfupi sana, lakini tumalizie, tusimame katika nukta muhimu zaidi. Tusimame katika nukta ya msingi, tusimame katika nukta ambayo tutakuja kuendelea nayo itakayokuwa ina mwongozo mzuri katika darasa zetu, kwa sababu leo ni siku ya Alhamis, bila shaka itatulazimu tuje tusimame yani itatulazimu tuje tuendelee na darasa Jumatatu. Kwa hiyo tuangalie nukta gani tutasimama. Waqala Rabi' ibn Anas, Rabi' ibn Anas asema min indi anfusihim, min qibali anfusihim, tumeshapita kutoka katika nafsi zao. Wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi ish, min indi anfusihim, kutoka katika nafsi zao ndio kuna hasad, wawarejeshe mwe makafiri. Waqala Abul Aliya, Abul Aliya akasema min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, baada ya kuwabainikia wa haki wakajua hii ndiyo haki na hii ndio batil, wakati huo sasa ndo wametamani wawarejeshe watu katika jambo gani? Katika jambo la batil, kama walivyoiacha haki wakaelekea katika batil. Kwa hiyo min ba'di ma tabayyana anna Muhammadan rasulullah, baada ya kuwa imeshabainikia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, yajidunahu maktuban indahum, wanamkuta yupo katika vitabu vyao, fi taurati wal injil, katika Taurati na Injil, fakafaru bihi, basi wakampinga, hasadan, basi si kwa sababu hawajui kuwa ni haki, hasad, wa baghyan, na dhulma, idh kana min ghairihim, kwa sababu alikuwa ni mwingine, sio Mayahudi kama wao, sio Myahudi kama wao. Muhammad alikuwa ni Mwarabu, wao ni Wayahudi. Wao waliingiza uasabia katika jambo la haki. Unajua, katika mambo yanayowadhuru watu sasa hivi ni kuingiza mtu yani maana yake ule umagharibi, kwamba sisi ni watu wa Afrika Magharibi, hatuwezi kuendana na watu wa wapi. Huu ukiuingiza basi kushafisidi. Ukiweka jambo la dini mbele, popote itakapotubainikia haki, sisi tunaikubali haki, wallahi sharafu yake itakuwa ni kubwa sana katika umma wa Kiislamu. Lakini Mayahudi hasadi yao waliingiza katika Uyahudi, wa anachokizungumza ni haki, lakini yeye si Myahudi. Anachokizungumza ni haki, lakini yeye si Mtanzania. Anachokizungumza ni haki, lakini yeye si Mzanzibari. Anachokizungumza ni haki, lakini yeye si mtu wa kabila letu. Anachokizungumza ni haki, lakini yeye si kadha. Ukishaingiza wewe una sifa ya Kiyahudi kabisa, wewe una sifa ya Kiyahudi. Yani kama mnakula sahani moja na Mayahudi, basi mtaelewana, kwa sababu umeshatoa nidhamu ile ya sawa, watu wafuate haki, umeshaleta umimi, umeshaleta uasabia, uhizbia, wakadha. Qala Qatadatu wa Rabi' ibn Anas, hivyo ndivyo alivyosema Qatada na Rabi' ibn Anas. Wa qawluhu, ama qawli yake Allah tabaraka wa taala, fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrihi. Nakumbuka hapa ndipo tulipoelezea mambo mengi juu ya kusamehe. Kwa nini Waislamu kwa Waislamu? Kwa nini mtu na mke wake au Waislamu na wasio kwa Waislamu? Kwa hiyo fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrihi, mithlu qawlihi ta'ala, hiya fanana qawli yake Allah tabaraka wa taala, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Allah tabaraka wa taala anaumba mbingu na ardhi, yeye ndo msemaji wa haya maneno. Anasema wala tasma'unna min alladhina utul kitaba, na mutaskia, yani lazima mtasikia kwa wale ambao wamepewa kitabu, min qablikum, kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na wale ambao ni washirikina,
adhan kathira, mambo mengi ya kuwaudhi. Mtasikia tu watawaudhi. Halafu kumbuka kuwa alosema adha, maudhi, si binadamu, ni Allah. Yani Allah ajua zaidi vile vinavyoudhi na ajua zaidi nafsi inavyoudhika na anayajua zaidi maudhi. Halafu yeye kasema kuwa kwa wale waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, na wale washirikina, mutasikia maudhi mengi. Halafu baya zaidi, ambaye ana sifa ya Kiyahudi au Kinasara au ana sifa ya washirikina, na yeye hakosi maudhi, lazima naye atakuudhi. Kwa unaweza kukaa na mtu akakuudhi katika jambo, unaona hili sasa, kama kweli Muislamu basi kufanya hivi, yeye hawezi kufanya kweli, kwa sababu yeye anakuudhi katika jambo ambalo yeye kachukua sifa ambazo sio sifa za Uislamu atii, ndio maana anakuudhi. Kwa hiyo nasallallahu salamata wal afia. الآية سورة آل عمران 186 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فاعف واصفه حتى يأتي الله بأمره أنا سما نسخ ذلك قوله. ili jambo la kusamehe mpaka itakapokuja hukumu ya Allah. Hii imefutwa, tushapita hapo nyuma. Ma nansakh min ayatin au nunsiha nati bi khairi minha au mithliha, tushapita hapo nyuma kidogo. Kwa hiyo hii aya ya kusamehe mnapoudhiwa na makafiri, hii wanasema imefutwa. Abdullah ibn Abbas yasema, na kilichofutwa na kauli yake Allah tabaraka wa taala, faqtulu almushrikina haithu wajadtumuhum, wapigeni wauweni washirikina popote pale mtakapowakuta. Lakini hii aya ina taratibu na nidhamu yake, si kwamba mtu tena atoka tu aingia sokoni akimkuta mtu si Muislamu. La, kuna taratibu. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo mwanzoni waliambiwa nyinyi wanawaudhi wache, baadaye wakapewa amri ya qital, lakini ikawa ina taratibu. Kwa hiyo watu lazima wajue, wasije wakasema kama makhawariji sasa hivi, anakwenda mtu na kitu katika sehemu yenye mkusanyiko wa watu, katika mall, katika tena anajiripua ndo mimi nafanyia kazi faktulul mushrikina. Hapana, sisi tumewekewa taratibu na nidhamu. Fasalu ahla dhikri, rudi uangalie nidhamu mtume aliyekuwa akiitumia katika hizi aya za qital, ambazo sasa hivi katika mlango uliofunguliwa na makhawariji, wale ambao wanahalalisha kuwaua Waislamu na wasiokuwa Waislamu bila ya dhawabiti za kisheria, huu mlango wanaotumia sana kufanya matukio, lakini sivyo ambavyo wanatumia. Wa qawluhu waqatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, na vile vile kauli yake Allah tabaraka wa taala, waueni, pambaneni na wale ambao hawamwamini Allah tabaraka wa taala wala siku ya mwisho. Kwa hiyo ile swala la kuwa wamefanya tu wasamee lilikuja likaondoshwa, Waislamu wakaambiwa pambaneni sasa, mpaka katika kauli yake Allah tabaraka wa taala, wahum saghiruna, bimaana hata yu'tu aljizyata an yadin wahum saghirun, mpaka watoe kodi hali ya kuwa ni madhalili. Si kwamba watu wa kodi matajiri wanaweza kufanya wanachokitaka na wana nguvu, la, wawe ni madhalili. Kwa hiyo hii aya ni kubwa, qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Kwa hiyo kuna kipengele kikubwa sana kinaendelea. Kisha fanasakha hadha afwahu anil mushrikin. Kwa hiyo hili jambo likafuta ile mtume kuwasamehe washirikina, ikawa tena wanachokifanya hakuna tatizo. Wakadha qala Abu al-Aliyati wa Rabi'u ibn Anas wa Qatadatu was-Suddi, hawa maulama wakubwa katika maulama wa salaf wamesema maneno kuwa innaha mansukhatun bi ayati sayfi, kwamba ile fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrihi imefutwa na aya as-sayf ile ilokuja kuelezea mapambano. Wa yurshidu ila dhalika aidan qawluhu ta'ala hatta yati Allah bi amrihi, na ndani ya hii aya fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrihi kuna irshadi, kuna mwongozo ambao umelenga kuna wakati Waislamu wataruhusiwa, na ndio ilipokuja aya tusaifi, ina maana wakaruhusiwa. Kwa hiyo ukitazama hii aya fa'fu wasfahu, kama una ilmu ya mambo ya nasikh wa mansukh, mambo ya kihistoria, bimaana imeteremka kwanza kabla ya hizo aya zilizokuja kuzungumzia waqatilul mushrikina, pambaneni sasa na washirikina. Warawa Ibnu Abi Hatim, tunataka tusimame hapa katika targhibu fi al-a'mali al-hasana, tunataka tusimamie hapa. Kwa hiyo tunamalizia tukipengele hichi, barakallahu fikum. Anasema warawa Ibnu Abi Hatim an Usama ibn Zaid, Abu Hatim apokea kutoka kwa Usama, qala, asema
kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu na masahaba zake, yaafuna anil mushrikin, walikuwa wanawasamehe washirikina wa ahli lkitabi na watu wa kitabu, kama amarahum llahu, kama Allah alivyoamrisha, wayasbiruna ala ladha, na walikuwa wanasubiria juu ya maudhi. Qala llahu taala, Allah tabaraka wa taala amesema, faifu wasfahu hata yati Allahu biamrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu ni muweza. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yataawalu min alafwi ma amarahu llahu bihi, alikuwa anafahamu katika msamaha kile ambacho kaamrishwa. Mtume alikuwa ndivyo anavyofanya. Hata adhina llahu fihim bilqital, hata adhina llahu fihim bilqatli, mpaka Allah akatoa idhni sasa hawa wapigwe. Faqatala llahu bihi man qatala min sanadidi Quraish, Allah tabaraka wa taala akawaua wale aliowaua katika magwiji wale makomredi wa Kiquraish, yani wale ambao wamekunywa bendera ya shirki. Tumelala vizuri wa hadha isnaduhu sahihun, na hii ni isnadi sahihi. Walam arahu fi shay'in min alkutubi as-sitta, lakini mimi sijaiona katika vitabu sita. Haya vitabu sita tuvijua ni vile tunavyovisoma sisi. Ibn Kathir asema mimi sijaiona hii sanad, lakini sanadi sahihi. Na Ibn Kathir ni katika ahlul ilmi waliosifikana juu ya kuhifadhi mutuni nyingi sana za hadithi. Alikuwa ni katika maulama wa hadithi aliokuwa mzuri sana kama alivyosifiwa na wenzake. Walakin lahu aslun fi sahihaini an Usama ibn Zaid, lakini hadithi hii ina asili bimaana kuna hadithi yenye maudhui kama hii, lakini sio hii. Wallahu tabaraka wa taala alam. Barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Tutafikia hapa na tutakuja kuendelea kauli yake الترغيب في الأعمال الحسنة, هي عنوان iliyowekwa Ibn Kathir akizungumzia kuhusiana na watu kuraghibishwa katika kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Wallahu tabaraka wa taala nasaluhu an yahfadhana wa an yahdina wa iyyakum wa an yaj'ala fi qulubina wa an yamla fi qulubina ikhlasan fi a'malina wa an yataqabbala minna ma'a taqsirina. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. darasa yetu tutakuja kuendelea insha Allah siku ya Jumatatu, qadara Allahu ma shaa faala, wallahu a'lam. Barakallahu fikum.